Tuachana na mambo bwana, tuanze zetu Morning Express kwa kutazama kimataifa utaratibu ambao tuko nao mchungu. Na katika pita zangu nikakutana bwana na taarifa ambayo nyuma tuligusia kidogo bwana, huenda kashtakiwa huyu itakuwaje na nini, lakini sasa Netanyahu bwana rasmi anakwenda kushtakiwa na warrant tayari imekwisha kutolewa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na maafisa wengine takriban 36 wa serikali yake kuhakikisha wanatiwa nguvuni kwa ajili ya kushtakiwa bwana Benjamin Netanyahu. Hii imekaaje mchungu? Pengine kutokana na kile ambacho kimeendelea au kuna zaidi ya yale ya ukanda wa Gaza? Yes, kwanza ni kwamba hiyo ni mojawapo ya tukio ambalo linamkumba Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli na kiongozi wa chama cha Likud ambacho kinaongoza serikali ya mlengo wa kulia, serikali ya kiafidhina katika nchi ya Israeli. Inashutumiwa na anashutumiwa kwamba katika kile ambacho kinachoitwa operation ambayo ilianza Oktoba 7 mwaka 2023 ambayo iliweza kupelekea mauaji ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Zaidi ya watu 60,000 walifariki katika ile operation ambayo inafanywa na jeshi la IDF na serikali ya Netanyahu na chama cha Likud cha mlengo wa kulia. Kwa hiyo imekuwa ni ajenda kubwa ya kimataifa na kimsingi imekuwa ikigawanya mataifa mbalimbali. Sasa hoja msingi hapo ni kwamba kwa nini Netanyahu anashtakiwa, lakini vile ni mataifa gani ambayo wamepeleka kesi katika ICC. Sawa. Ni muhimu zaidi kuelewa. Yes. Cha kwanza ni kwamba taifa ambalo limepeleka kesi ICC ni taifa la South Africa. Ndio. Na hapa kuna vitu viwili vya msingi. Kuna ICC, kwa kwamba International Criminal Court, mahakama ya kimataifa ya uhalifu, haki za binadamu na uhalifu wa kivita. Lakini pili kuna kitu kinaitwa ICJ, International Court of Justice, ambao katika vile vyombo vitano vya Umoja Mataifa chombo au mahakama ya haki inaitwa ICJ. Ukiacha Security Council, ukiacha Universal Declaration of Human Rights, ukiacha Social and Economic Council, lakini moja ya chombo cha Umoja Mataifa kinaitwa ICJ. Sasa swali lingine la kujiuliza ni kwamba kwa nini South Africa amekuwa akiweka ngumu dhidi ya watu wa Netanyahu na serikali ya Israeli. Cha kwanza, wa South Africa wanasema kwamba alichokifanya Netanyahu katika ukanda wa Gaza ni mauaji ya halaiki. Hilo la kwanza. Na wao wamekuwa wakirudisha katika historia katika kile ambacho kinajulikana mwaka 1948 katika kile ambacho kinachoitwa apartheid policy. Kuna kwamba sera ya ubaguzi rangi ambayo iliweza kuwachukua na kuwaua wa South Africa wengi zaidi. Kwa hiyo serikali ya South Africa imekuwa ikihakikisha kwamba inaweza kuitaka Israeli iweze kuwajibika dhidi ya watu wa Gaza. Sasa katika hiyo hoja ambayo imepelekwa na South Africa, kuna mataifa mbalimbali ambayo yamekuwa kiunga mkono juhudi. Ukiacha harakati mbalimbali za kimataifa ambazo zilikuwa zikiongozwa na wanaharakati wa nchi za Ulaya. Kwa mfano tumeshuhudia na Uturuki juzi imekuwa sehemu ya kuitaka Netanyahu waweze kushtakiwa na ICC. Tena na Uturuki sio tu ICC, hata kwao kule na wenyewe asikanyage. Na swala msingi la kujiuliza ni kwamba ICC inafanyaje kazi? Nimeweza vipi kuelewa. ICC ilianzishwa na tamko la Roma la mwaka 1998, inaitwa Roma Statute. Mwaka 2002 ikaanza operation yake. Lakini ili mtuhumiwa kwa mfano aweze kukamatwa na ICC, kwa mfano kama Netanyahu, lazima hiyo nchi iweze kutia saini huo mkataba wa Roma. Sawa? Ikishatia saini inakuwa responsible. Yaani mataifa yote ambayo yametia saini mkataba wa Roma, katika ule mshtakiwa ambaye anashtumiwa akienda kuhudhuria au kutembelea hiyo nchi inakuwa na jukumu la kuweza kumkamata huyo mtuhumiwa ambaye anatuhumiwa na ICC au ICJ. Sasa Israeli sio mwanachama wa ICC, kwa kwamba hajatia saini mkataba wa Roma. Yumo. Kama vile ambavyo Marekani wanatambua mkataba wa Roma lakini hawajatia saini. Hawamo. Yes, kama vile ambavyo Urusi ambaye alikuwa ni mwanachama alitia saini mkataba wa Roma tangu mwaka 2014. Lakini baada ya kuivamia Ukraine na kuchukua Crimea mwaka 2014 akajitoa mwaka 2016. Kama vile ambavyo ilivyokuwa India, Marekani, Israeli, China
hawa sio wanachama wa ICC. Kwa hiyo wenyewe wamekuwa kijenga hoja kwamba maslahi ya taifa hayawezi kuzidi ya kile kinachoitwa uhalifu wa kimataifa ambao kimefanywa na watu wa Hamas na chama cha Hamas. Kwa sasa kumekuwa kuna hiyo pressure kubwa zaidi duniani. Netanyahu lazima akamatwe apeleke ICC. Lakini sasa kumekuwa kuna makatazo mengi ambayo yamekuwa yakiongozwa na nchi ya Marekani na Trump. Alimwambia kwamba ule kamishna wa ICC kwamba usikanyage Marekani na nchi mbalimbali za Ulaya kwa lengo la kumkingia kifua Netanyahu. Na hoja ni kwamba nchi za Marekani na Magharibi wanaamini kwamba walichokifanya Hamas ni ugaidi na mauaji ya ugaidi, lakini vile Hamas kwa mtazamo wa Kimagharibi ni chama ambacho kinatajwa kwamba ni shirika la kigaidi. Lakini katika mtazamo wa kimataifa inataja kwamba walichokifanya Netanyahu wakina Israel wamefanya uvunjifu mkubwa sana wa haki za binadamu. Kwa hiyo hizo harakati za kimataifa zilikuwa zikiongozwa na South Africa na Uturuki na wanaharakati mbalimbali duniani ambao wamekuwa Netanyahu aweze kushtakiwa katika mahakama ya kimataifa. Sawa bana, hilo ndio lilivyokaa kuhusiana na Benjamin Netanyahu, waziri mkuu kutokea pale Israel, na masuala mazima kushtakiwa huko na watu bwana wakiwa wanasubiri kuona nini ambacho kitajiri, ikiwa ni kwa mara ya kuzungumzwa kuhusiana na Yesu mara ya kwanza. Ila sasa hiyo warrant sio nani kutolewa kama vile warrant ambayo alionayo Putin vile ilizungumzwa. Nafikiri kama sasa hivi haizungumzi sana tena. Na kwa mfano katika moja ya kikao cha BRICS ambapo kilifanyika South Africa, kama unakumbuka, Putin ya kuhudhuria ule mkutano wale uzulia kwa njia ya video kwa sababu South Africa wao wametia saini mkataba wa Roma. Na wakaambiwa watu wengi walikuwa wanasubiria kama atafika na ataweza kukamata. Na ili muhimu kupokea ICC haina jeshi, ila wanachama ambao umetia mkataba wa Roma ndo wanajeshi. Kwa hiyo mtuhumiwa ambaye atashtomiwa kwa mfano Netanyahu akikanyaga kuna nchi ambayo imetia saini mkataba wa Roma, ile nchi husika kwa kutumia polisi wake wana jukumu la kumkamata huyo mtu na kumpeleka The Hague. Saje akienda kwa mfano Netanyahu, kwa mfano akienda kwa mfano Ufaransa, Marekani, Uingereza ambao wamekuwa ni mabwana mkubwa wa kuweza kuikingia kifua Israel, anaweza kukamatwa. Kwa hiyo kama vile ambavyo kwa mfano Putin baada ya kushinda urais alienda China na China akaweza kukamatwa, lakini alipoenda South Africa wakamwambia usije kwa njia ya video. Kwa hiyo imekuwa kuna hizo hoja kubwa duniani.